Wapenzi watazamaji wetu wa VOP Online TV, karibuni sana katika wasaa huu wa uchambuzi wa magazeti, kipindi ambacho tutakuwa nacho kadiri kila siku inavyowezekana. Kupitia dawati hili mtakuwa nami Jabir Idrisa, mwandishi wa habari, kufanya uchambuzi wa ndani zaidi, mbali na kuyasoma tu kwenye vichwa vya habari. Na karibuni sana. Kwa bahati leo tunavyoanza wasaa wetu huu, tuna magazeti baadhi, lakini naona idadi sio mbaya, yanatosheleza haja ya kuanza na kipindi hiki. Kwa hivyo tufuatane. Tunaanza uchambuzi wetu na gazeti la Mwananchi. Hili ni gazeti la kila siku linalochapishwa na kumilikiwa na kampuni ya Mwananchi Communication Limited ya hapa Tanzania. Habari ya kwanza kabisa inayoongoza gazeti hili inasema sheria ya fedha ya umma ya achia. Sheria ya fedha ya umma ya achia. Hii inahusu mswada wa sheria ya fedha ambao ni moja ya miswada miwili iliyopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jana, ikiwa ni hitimisho la kupitishwa kwa bajeti ya serikali ya Tanzania ya mwaka wa fedha wa 2026 2027. Kwa hiyo tunaambiwa sheria ya fedha ya umma ya achia. Manake kuna maeneo ina unafuu, lakini kuna maeneo yana ahueni kwa wananchi. Habari nyingine katika gazeti la Mwananchi inasema chunguza sababu za magonjwa ya moyo kuweka kambi kaskazini. Ni kwamba jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa mkoani Kilimanjaro akizindua kambi ya magonjwa mbalimbali katika hospitali ya KCMC pale mjini Moshi. Habari ya tatu katika gazeti hili ni ahueni ya ghala la akiba kuokoa bei ya mahindi. Utaratibu wa ghala la akiba wa kutafuta namna ya kuokoa ya kuwezesha bei ya mahindi kupanda badala ya hali iliyopo sasa ya kushuka mara kwa mara. Habari nyingine katika gazeti hili ni Chadema na CCM watikisa anga la siasa mikoani. Vyama hivi viwili vya siasa miongoni mwa vyama vilivyosajiliwa nchini Tanzania vinazunguka katika mikoa nchini kujitangaza, kueleza sera, kueleza yale ambayo wanadhani wananchi yatawavutia na kuzidi kusapoti vyama hivi. Pia kuna habari ambayo inaambiwa inasema baa maarufu 13 zafungwa kwa sababu ya kelele mkoani Dar es Salaam. Gazeti limepambwa na picha ile habari ya sheria ya fedha ya umma ya achia imekwenda sambamba na picha ya waziri Balozi Khamis Musa Omar ambaye ni waziri wa fedha wa Tanzania. Vile vile habari ya kambi ya magonjwa kule KCMC Moshi imepambwa na picha ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na Askofu Frederick Shao. Gazeti linalofuata ni gazeti la Habari Leo. Takumbuka kwamba gazeti la Habari Leo ni miongoni mwa magazeti yanayochapishwa na
kampuni ya magazeti ya serikali ya Tanzania. Habari yake ya kwanza inayoongoza gazeti inasema Samia atoa neno magonjwa sugu. Hii ni kama habari ambayo tumeisoma pale awali katika gazeti la Mwananchi, na hawa wameongoza na hiyo habari ya tukio la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua kambi ya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali sugu pale katika hospitali ya KCMC Moshi. Habari nyingine ni serikali yaondoa ushuru mpya katika bodaboda na ada ya usajili. Ni habari inayohusu maamuzi ya serikali kupitia bajeti ya serikali yakisema kwamba bodaboda hazitakuwa na ushuru na ada za usajili. Habari nyingine ni benki za maendeleo nguzo ya uchumi wa Tanzania. Benki za maendeleo ambazo zinatarajiwa kusapoti ushiriki wa sekta mbalimbali zinaambiwa kwamba ni nguzo ya uchumi wa Tanzania. Ndani ya gazeti hili kuna habari inahusu mtoto aliza waombolezaji msiba wa RPC Abwao. Takumbuka kwamba kuna kamanda wa polisi katika moja ya mikoa ya Tanzania bara kule amefariki. Sasa haya ni matokeo katika maombolezo ya msiba huo. Habari nyingine katika gazeti hili inasema Dr. Mwinyi amwapisha mrithi wa Engineer Zena. Tutaipata kwa upana kidogo habari hii katika gazeti la Zanzibar Leo ambalo tutakuwa nalo hapo mbele. Linafuata gazeti la Daily News. Watazamaji wapenzi, Daily News ni gazeti dada na gazeti la Habari Leo, yote yakiwa yanamilikiwa na kampuni ya magazeti ya serikali ya Tanzania. Habari kubwa inasema matumaini mapya kuhusu tiba ya ugonjwa wa kansa. News inasema serikali imefanya mabadiliko katika sheria ya fedha, nia ikiwa ni kupunguza makali au mzigo wa kodi. Ipo habari nyingine katika gazeti hili inasema mtakumbuka hili ni gazeti la Kiingereza, inasema BOT loans seen as shock absorber. Mikopo inayotolewa na Benki Kuu ya Tanzania inaonekana kuwa ni uokozi katika kusukuma mbele sekta za kiuchumi. Kuna habari nyingine kwenye gazeti hili ambayo inazungumzia samani haisomeki vizuri hapa, labda tutaiona mbele. Tuingie sasa katika gazeti la Mwananchi Huru ambalo linaongozwa na habari inayosema marekebisho ya kodi ya wakuna wa bunge. Vile vile habari hii kubwa inahusu maamuzi ya serikali katika hatima ya kupitishwa kwa bajeti ya serikali, matukio yaliyofanyika jana. Kwa hiyo haya marekebisho ya kodi ambayo serikali imeyakubali yamewapendeza wabunge.
Habari hii inakwenda na vibwagizo vinavyosema hao wabunge sasa wameimwagia sifa serikali kwa bajeti sikivu na wanampongeza waziri wa fedha wakisema ameanza na mguu mzuri. Habari ya pili katika gazeti hili ni Rais Samia azindua rasmi lengo la tiba mionzi KCMC. Manake tiba ya mionzi ambayo ndio amekwenda kuzindua rasmi kwenye hospitali ya KCMC Moshi. Gazeti la Mwananchi Huru pia limetoa kichwa cha habari kikubwa cha kinachosema ujumbe wa Namibia wavutiwa na mtambo wa Hifu Kairuki. Utakumbuka chini hapa kulikuwa na ziara ya Mheshimiwa Rais wa Namibia Mama Ndoutwa, ambaye habari inaeleza kwamba ujumbe wa serikali yake, ujumbe aliofuatana nao umevutiwa na namna hospitali ya Kariuki inavyotoa huduma zake. Habari nyingine zinasema Fadhili achangia milioni 2 jukwaa la wanawake Kalenga. Gazeti linalofuata ni gazeti la The Citizen ambalo pamoja na gazeti la Mwananchi yanachapishwa na kampuni ya Mwananchi Communication. Habari inayoongoza katika gazeti hili la Citizen inasema tax relief as finance bill undergoes amendment. Kumeonekana unafuu wa masuala ya kodi katika muswada wa sheria ya fedha ambao umerekebishwa. Habari nyingine ni Samia orders action on rising childhood cancer. Mama Samia ambaye ni Rais Samia ameagiza hatua madhubuti kuhusiana na kudhibiti kansa katika watoto wenye umri mdogo. Habari nyingine ni baa zipatazo 13 zimefungwa kutokana na tatizo la ghasia mitaani. Habari nyingine ambayo inaonekana iko katika kurasa za ndani lakini imetokeza hapa ukurasa wa mbele ni bunge la Afrika Mashariki limepitisha bajeti ya nyongeza ya dola milioni 4.7 kwa ajili ya hii ni bajeti kwa ajili ya matumizi ya mwaka ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Habari nyingine ambayo itakuwa ni habari ya mwisho kwa gazeti hili ni habari inayosema kwamba matumaini ya wakulima yamehanikiza matumaini ya wakulima yamehanikiza kutokana na hatua mbalimbali zinazochukuliwa na mamlaka ya ghala la akiba ambayo yatawezesha kununuliwa kwa zaidi ya tani milioni 1 za nafaka. Wapenzi watazamaji wetu, sasa hivi tunaingia kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Zanzibar Leo ni gazeti linalomilikiwa na shirika la magazeti ya serikali ya Mapinduzi hapa kwetu Zanzibar. Habari ya kwanza inayoongoza katika gazeti hilo ni Dr. Mwinyi amwapisha katibu mkuu kiongozi. Na hii habari imepambwa na picha inayoonyesha uteuzi wake mpya wa Mansura Mosi Kasim kuwa ndiye katibu wa Baraza la Mapinduzi na pia katibu mkuu kiongozi mpya baada ya nafasi hiyo kuwa wazi kwa muda baada ya
kuteuliwa balozi ambaye amepangiwa kazi nchini Saudi Arabia, Engineer Zena Ahmed Said. Habari ya pili katika gazeti hili inasema serikali yaahidi kulipa fidia wananchi walioathiriwa maeneo yao kutokana na ujenzi wa barabara ya Fumba inayoanzia Mazizini mjini Zanzibar. Habari nyingine inasema Dr. Mwinyi ambaye ni Rais Hussein Ali Mwinyi akaribisha ushirikiano na taasisi za kifedha. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele imetokeza inasema Iran na Oman wajadiliana kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Hii ni hatua inayochukuliwa baada ya Iran na Marekani na mshirika wake Israeli kukubaliana kusaini mkataba wa kumaliza vita vilivyoibuka pale Mashariki ya Kati. Sasa Oman na Iran wameona wajadiliane utaratibu mpya wa kusimamia mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz ni eneo ambalo ndio linapita meli kubwa za mafuta kwenda nchi mbalimbali duniani, na hili ni eneo ambalo Iran na Oman ndio wenye kulimiliki, kulisimamia kwa ushirikiano wao, Iran wakiwa na share kubwa zaidi kuliko ilivyo kwa Oman. Tunaendelea wapenzi watazamaji wetu wa VOP Online. Sasa tunakwenda kwenye gazeti la Tanzania Leo na linaongozwa na habari inayosema Dr. Samia asisitiza viwango vya dunia. Habari nyingine inasema Mwigulu awasha moto uzalishaji bidhaa bandia. Mwigulu ni waziri mkuu wa Tanzania ambaye amekemea zile taasisi, viwanda vinavyozalisha bidhaa bandia hapa nchini. Tuhamie sasa kwenye gazeti la Wamachinga ambako linaongozwa na habari kubwa isemayo Samia aja na mapinduzi katika sekta ya afya. Ni mwendelezo wa habari ambayo tumeisoma kuanzia tangu tulipoanza kipindi hiki, ya gazeti la kwanza likiwa ni Mwananchi. Imeonekana kwamba ni habari kubwa zaidi. Ahidi kusogeza huduma za saratani kanda zote nchini. Azindua huduma tiba ya mionzi ya magonjwa hayo katika hospitali ya KCMC Moshi. Aitaka Wizara ya Afya na wadau mbalimbali kuongeza juhudi za uchunguzi wa awali wa saratani na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kupima afya zao mara kwa mara. Kuna habari nyingine inasema Katambi aonya siasa za chuki, asisitiza amani. Katambi ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania ambaye ametoa onyo la kuachwa kwa siasa za chuki miongoni mwa vyama vya siasa na wananchi. Kuna habari nyingine hapa imetokeza ya bidhaa bandia za tishia maisha, serikali ya apa kukabili wahujumu uchumi. Sasa tunakwenda kwenye gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru ni gazeti linalomilikiwa na kuchapwa na shirika la magazeti la Chama cha Mapinduzi. Ni miongoni mwa magazeti makongwe nchini Tanzania. Habari yake kubwa inasema Rais Dr. Samia ashtukia kasi saratani kwa watoto, ikiwa na maana ya kwamba
takwimu za hali ya watoto kupata ugonjwa wa saratani au kansa imemshtua Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndipo akataka wataalamu wajumuishe nguvu zao ili kudhibiti hatari ya watoto kupata magonjwa kama hili wakiwa wadogo. Gazeti la Mwanahabari ambalo wenyewe linakwenda kwa kauli mbiu ya gazeti bora, linaongozwa na habari semayo Rais Samia asogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Ni katika mfululizo wa habari kubwa iliyotokea kwenye magazeti karibu yote niliyokwisha kuwasomea, inamhusu Rais Samia Suluhu Hassan alipokuwa kule Moshi katika hospitali ya KCMC akizindua mitambo mipya ya kisasa ya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali. Tumalizie kipindi chetu hichi cha leo ambacho ni cha uzinduzi kwa kupitia vichwa vya habari. Habari ya Chadema yapiga kila kona imekwenda na vibwagizo vinavyosema Heche, Mnyika, Lema wapiga jaramba mikoani. Hawa ni viongozi wa juu kabisa wa chama hicho cha Chadema ambao ndio ni wahutubiaji wakuu katika mikutano inayofanyika mikoani upande wa chama hichi cha Chadema. Pia habari hii imekwenda na kibwagizo kidogo cha habari ya tukio la mke wa mwenyekiti wa chama hicho, mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu, pamoja na dada wa mwanasiasa kijana bado Humphrey Polepole ambaye ni mstaafu balozi wa Tanzania nchini Cuba, ambao akina mama hawa wawili wamejitokeza kwenye bunge la Jumuiya ya Ulaya kule jijini Brussels nchini Ubelgiji kutoa malalamishi yao kuhusu matatizo wanayokumbana nao wao kutokana na hilaki wanazozipata Tundu Lissu ambaye yuko rumande akikabiliwa na mashtaka ya uhaini, pamoja na Humphrey Polepole ambaye haijulikani alipo tangu pale alipotangazwa kupotea karibu mwaka mmoja uliopita. Habari nyingine katika gazeti hili inasema Mpina alipoa bomu. Mpina ni Luhaga Johnson Mpina ambaye ni mmoja wa viongozi wa juu wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye alikuwa katika tukio la kufanya uchambuzi wa bajeti ya serikali iliyopitishwa na bunge na kuhitimishwa jana kwa kupitishwa miswada miwili ya sheria, mswada wa kodi na mswada wa matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha wa 2026 2027. Huyo Mpina katika uchambuzi wake amedai kuna ufisadi kwenye uagizaji wa mafuta nchini. Lakini pia katika ukurasa wa 8 tunaonyeshwa na gazeti hili kwamba kuna makala inayosema Yuda hachokozeki. Wapenzi watazamaji, mtakumbuka kwamba Yuda ni jina alilopachikwa mmoja wa viongozi wa juu katika serikali
ya Tanzania ambaye anatajwa kwamba haendani vizuri na mitazamo ya Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa tupate mapumziko kidogo. Wakati tutakaporudi tutahamia kwenye kurasa za michezo za magazeti haya ambayo tumekamilisha hivi punde kuyapitia katika kurasa zake za mbele. Tupate mapumziko kidogo. Mpenzi watazamaji, karibuni tena katika awamu hii ya mwisho ya kuwadondolea vichwa vya habari na uchambuzi mdogo wa habari zilizojitokeza katika kurasa za magazeti ya leo. Kurasa za mbele, sasa tunasoma kurasa za nyuma za magazeti, baadhi yake ambazo kawaida huwa zina habari za michezo. Gazeti la Mwanaspoti ambalo ni gazeti dada la Mwananchi lina vichwa vya habari linasema wamenyongwa. Mambo ya michezo hayo. Azizi Ki ikibuma chuma kinatua. Tupate gazeti jingine hapa, ni la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo lina kichwa cha habari kikubwa upande wa michezo na kinachosema nani wa kuizuia Yanga. Imewekwa question mark hapa, lakini kwa takwimu zilivyo, kutokana na matokeo ya mechi za jana, Yanga inaweza kuzuiwa na Simba. Lakini mechi za mwisho za ligi kuu ambazo zote zitachezwa siku moja wakati mmoja ndizo zitakazokuwa muamuzi wa kitendawili hicho. Uchaguzi mkuu Yanga Agosti 2. Klabu ya Yanga inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu wa viongozi wake hapo Agosti 2, ni mwezi mmoja na wiki moja ijayo. Kuna habari nyingine katika gazeti hili la Habari Leo inasema Ronaldo ang'ara, Ghana sare, DRC ya chapwa. Zanzibar Leo kurasa wake wa michezo unasema Yanga Sports Club, Simba Sports Club za kata tiketi za CAF. Yanga na Simba zimejipatia tiketi za kushiriki mashindano ya klabu za Afrika kutokana na matokeo yao ya jana. Kocha Kemkem ataja siri ya ubingwa FA Unguja. Kocha wa timu ya Kemkem azungumzia siri ya mafanikio ya klabu hiyo kwenye ubingwa wa shirikisho. Vijana wahamasishwa kuongoza mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia kwenye michezo huku, lakini vijana pia wameaswa kuwa mbele pamoja na michezo, basi shiriki katika kukomesha ukatili wa kijinsia. Junguni yaweka rekodi ligi kuu Zanzibar. Ni timu ya Junguni kutokana na mafanikio yake. Hilo ni gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wake wa michezo. Ukurasa wa michezo wa gazeti la Uhuru, Yanga Simba kazi kazi ubingwa ligi kuu. Ile kauli mbiu ya VOP Online TV iko pia hapa, tunaiona imetumika maneno ya kazi kazi, kwamba Yanga na Simba ndizo zinazoshindana sasa kupata ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Mlandege kupanda ulingoni. Naam, tumemaliza gazeti hili, na hebu tuende gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari, Yanga kileleni, Simba wabishi ligi kuu. Wapenzi watazamaji wetu, tunashukuru sana, asanteni sana kwa kuwa nasi katika kipindi chetu wasaa wetu huu wa leo, ambao
ni kwa mara ya kwanza, na Mungu akipenda tutakuwa tunajia kila asubuhi kufanya uchambuzi mdogo wa magazeti yaliyochapishwa siku hiyo. Tunawapa asante sana kwa kuwa nasi kwa siku hii ya leo, na kwa niaba ya timu nzima ya VOP Online TV, mimi mtangazaji wenu na mchambuzi wenu Jabir Idrisa Yunus nawaambia bye. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.